ukweli mchungu ni kwamba mwanaume ambaye bado anajitafuta au mwanaume ambaye ana uwezo wa chini au mwanaume ambaye ni maskini huwa anatafuta mwanamke ambaye ataweza kumvumilia na kumudu ile hali yake ambayo yuko nayo kwa kipindi kile, lakini haimaanishi kwamba huyo mwanamke ndio mwanamke wa ndoto zake. Unakuta kwa hana uwezo na maybe mwanamke wa ndoto zake kwa kipindi hicho hawezi kumpata kwa sababu yeye kwa kipindi hicho hana uwezo wa kumpata mwanamke wa ndoto zake. Kwa hiyo anakuwa na mwanamke yoyote yule na atampa maneno mazuri, atamwambia anampenda, atampa all the good promises ili tu kumkeep huyo mwanamke ili aweze kumvumilia, na ameshagundua kwamba huyu mwanamke mimi niwe maskini, niwe fukara, niwe na hali mbaya, huyu mwanamke anaweza kunivumilia. Kwa hiyo kipindi hicho atakuwa naye, lakini huyu mwanaume sasa pale atakapojipata anakuwa na pesa, atakapokuwa tajiri, ataenda kutafuta au kumfuata yule mwanamke wa nini? Wa ndoto zake. Ndio pale ambapo tunakuja kuambia kwamba usimsaidie mwanaume kiuchumi mpaka akafanikiwa. Ndio tunakuja kuambia kwamba usimpe mwanaume hela, usimpe hela. Ndio tunakuja kuambia kwamba mwanaume hataki kusaidia, anatakiwa pambane mwenyewe afike juu. Unapompambana na uwezi kujua yeye kichwa chake kinaanza nini. Lakini most of men ambao wako katika hali ya chini ambao ni maskini wanakuwa na wanawake kwa sababu hawana option. Wanakuwa na wale wanawake ambao wanajua kabisa wanawake ni wajinga wapumbavu, wananivumilia mimi katika hali hii. Ndio kuna the next time anapoenda kupata pesa anaenda kutakuwa na mwanamke wa ndoto zake, ambaye mwanamke atamspoil, atampa pesa, atampa kila kitu anachokihitaji kwa sababu kipindi atakuwa na nini na hela. Kwa hiyo wewe kuwa makini sana mwanaume unayetaka. Kama unataka kuwa na mwanaume ambaye utafanya naye future, kisha unakuwa na mwanaume ambaye tayari ameshajiestablish, tayari ana ndoto, tayari anajipa katika level nzuri. Ukiwa na mwanaume ambaye anajitafuta ukajifanya unampa moyo wako na akili yako, atakuja kukuvunja moyo wako na akili yako katika moment ambayo tutegemea. Tena unakuwa hata hujamkosea chochote. Kosa lako ni kwamba wewe sio chaguo lake. Chaguo lake hana uwezo kumwafford kipindi akiwa maskini. Yeye atakapata pesa ataweza kumwafford, sio ataenda kwa ule mtu ambaye anampenda kutoka ndani ya moyo wake. Wewe ambaye ulikuwa unamvumilia kwa mashida, kama kitu unalia maybe na wewe utatafuta mtu mwingine, lakini ushapoteza muda mrefu. So kweni makini katika vitu mnavyoshauriwa. Unaposhauriwa kitu, jaribu kuelewa, jaribu kuongeza na akili zako. So kila mtu anakuambia kitu kwamba ana nia mbaya na wewe, no. Ni kweli ndio huo kwamba usimsaidie mwanaume kitu mpaka kafanikiwa, kwa sababu huyo ambaye yuko chini tayari yuko na wewe kwa sababu hana uwezo. The time anapata uwezo hawezi kuwa na wewe. The moral of the story ni kwamba choose wisely. Wewe ni mwanamke ambaye una standard zako, unataka kupata mwanaume ambaye ataweza kukuhudumia, kupata kitu unachotaka, tafuta mwanaume ambaye unaona sana uwezo. Lakini kama ni mwanamke ambaye hujui nini unachotaka katika maisha yako, mtafuta mwanaume ambaye yuko katika hali ya chini, then umpandishe juu, then umsaidie, then atakapojipata aende kutafuta mwanamke ambaye ni wa ndoto zake. Choose wisely, just know what you want. Maana naambia kujitambua ni kujua wewe ni nani, unataka nini, kwa sababu gani, muda gani na lini na wapi. Even swala la mahusiano pia linahitaji choice, ambayo ni the right choice. Ukishajua unataka nini uweze kusubiri tena vipi, utajua namna gani ya kuchoose wisely. I hope you guys mmenielewa. Love you. Nice weekend.